Yoshua akawauliza wana wa Israeli akisema, je, hata lini mtakuwa walegevu katika kuingia kwenu na kuimiliki hiyo nchi ambayo yeye Bwana Mungu wa baba zenu amewapa? Inuka ili wangaze, kubali kuinuka au ondoke kwenye ulegevu. Yoshua akawauliza wana wa Israeli akasema, je, hata lini mtakuwa walegevu katika kuingia kwenu na kuimiliki hiyo nchi ambayo yeye Bwana Mungu wa baba yenu amewapa? Hawa jamaa wameshaingia nchi ya ahadi tayari, lakini ishu yao kubwa walikuwa ni walegevu. Hata kupigana vita, watoe wenyeji wa nchi, wamiliki ile nchi. Mtu mlegevu hawezi akamiliki, mtu mlegevu hawezi akatawala. Mtakuwa walegevu mpaka lini? Ni kweli ukuta wa Yeriko umeanguka, umeingia nchi ya ahadi, sawa, lakini kuna makabila, kuna Mpelizi, kuna Myebusi. Mtakuwa walegevu mpaka lini? Allies fight, pambana. Mtakuwa walegevu mpaka lini? Maana Mungu anahitaji, ameshakupa nchi tayari. Akishakupa nchi, pambana, simama, piga maadui walioko mle ndani, tawala, miliki. Lakini hawa jamaa wa Israeli bado wameingia nchi ya ahadi, lakini walegevu. Unaweza kaingia kwenye baraka na bado ukawa mlegevu na ukashinda kuona matokeo ya baraka. Unaweza kaingia kwenye baraka Mungu aliyokuahidia, lakini ukawa mlegevu usione matokeo ya hiyo baraka. Hawa wameingia nchi ya ahadi tayari, wameshaingia Kanani tayari, lakini ugonjwa wao ni ulegevu, hawahitaji kumiliki. Saa ya vita narudi nyuma wote. Sasa mtakuwa walegevu mpaka lini? Kana kuingia kwenye nchi na kuimiliki. Kwa kuingia kwenye nchi ya ahadi kitu kimoja, lakini kumiliki ni swala la pili. Utafungua biashara kwenye mji ni swala moja, Mungu amekupa, lakini kumiliki, dominate ni kitu kingine. Utafungua huduma kwenye mji, lakini kumiliki malango ya mji ni swala jingine. Kuingia nchi ya ahadi ni swala moja, lakini kumiliki ni swala jingine. Inahitaji watu ambao wamekubali kulipa gharama, ambao si walegevu. Nasema mtakuwa walegevu mpaka lini katika kuingia na kumiliki nchi? Tumekaa muda mrefu, ondoeni watu miliki nchi. Nasema cha msingi tu tumeshaingia Kanaani, bado ni walegevu. Jambo la kwanza lilivyoingia kwenye nchi ya ahadi, mikate ilikoma. Kwa nini? Mwanadamu haishi kwa muujiza. Kwa mikate ilishuka, kaambia sasa hivi kamateni jembe mkalime, acha uzembe, lima mle kwenye viliwa vya nchi. Mikate imekoma. Ni kweli ni nchi ya ahadi, lakini na kuhitaji ulime. Watu waelewa kwamba mana haishuki kwenye nchi ya ahadi, mikate haishuki nchi ya ahadi. Nchi ya ahadi unashika jembe, unalima, unafanya kazi. Hapa ndipo watu waelewe. Sikiliza, swala kufanya kazi sio adhabu. Toka wakati wa Adamu, Mungu alikusudia wanadamu wafanye kazi. Ndiyo maana Adamu alipewa kazi kabla ya sehemu yoyote. Alipewa bustani ailime na kuitunza. Kwa kazi ilitolewa kabla ya anguko. Mungu anakuambia unajua kufanya kazi, unajua ni laana. Sio laana. Matokeo ya laana ilikuwa ni kutoa jasho, kula kwa jasho. Na aliyelaniwa sio Adamu, ilaniwa ardhi kwa sababu ya nani? Ya Adamu. Bwana anasema kwa sababu kula mazao yake kwa jasho. Kwa jasho matokeo ya laana. Lakini mpango wa Mungu ulikuwa ni mwanadamu afanye kazi. Haujaelewa. Hivi unajua hata mwanamke alikuwa ameambiwa kujifungua kwa uchungu. Kwa sababu kujifungua kwa uchungu yani ndio kanuni ya uzazi. Yani kwa sababu ya dhambi ya Adam na Eva tunajifungua kwa uchungu. Sikiliza, Yesu andiko vizuri. Yani uchungu ulikuwepo kabla ya dhambi. Soma Biblia vizuri uone. Kwa sababu Mungu anasema, anamwambia Eva, kwa sababu umesikia sauti ya nyoka anasema hivi, nitazidisha uchungu. Neno zidisha manake ni kuongeza. Kwa uchungu ulikuwepo, dhambi kitu ilifanya, ilizidisha uchungu, kiwango cha uchungu kiongezeka. Sio swala la kazi, ni swala la lazima. Umeingia Kanaani, usitegemee maana itashuka. Weka, amka usiku, pambana. Hatuishi kuteka magari ya rohoni. Ukishateka rohoni atafuta na mwili ndipo anaonekana. Hatuishi kuteka miji rohoni. Tukishaiteka miji rohoni, lazima tuingie mitaani pia tuiteke sawa sawa. Lazima tuingie maofisini, wamuone huyo Mungu. Baada ya kuteka rohoni, lazima tuingie mwilini. Tunaomba watu waokoke. Baada ya kwamba waokoke, take charge. Ingia mtaani washuhudie. Toka kwenye maisha ya ulegevu. Binti mdogo mlegevu hawezi kabeba hata ndoo ya maji. Walio ndani ya Kristo tuko imara. We are strong in Jesus. Tuko imara, hatukubali kulegea. Anasema hao watu mtalegea mpaka lini? Kuingia nchi na kuimiliki na kuitawala. Tuko tayari kumiliki, tuko tayari kutawala. Hatuko tayari kulegea na kulale. Tunainua kwa ajili ya kamata nchi na kuimiliki na kuitawala. Kila mahali utatawala. Kama ni biashara tunatawala, tunamiliki. Kama kanisa we do the same. Kutoka 13:17. Ulegevu unaweza kaongeza safari yako. Ulegevu unaweza kaongeza safari yako ya kiroho. Tunaona mama walegevu watoa hata matumizi nyumbani. Mama analia na baba analia na mtoto analia. Mwanamume piga kifua. Piga kifua, sasa mimi ni mwanaume. Hamna mkate sema mkate utakuja na sukari. Hata kama hujui kutoka pale, lakini huo ndo wanaume. Mwanaume hapashi kuwa mlegevu. Unajitia moyo katika Bwana, sema inawezekana hii, usilegee. Kutoka 13:17 ilikuwa hapo Farao alipokwisha kuacha watu hao.
waende zao. Mungu akawaongoza kwa njia ya nchi ya Wafilisti, ijapokuwa ilikuwa ni njia ya karibu, maana Mungu alisema wasije wakagairi watu hawa watakapokutana na vita na kurudi Misri. Mungu amechukua wana Israeli, amewatoa kwenye nchi ya Misri, anawapeleka kwenye nchi ya ahadi. Lakini kuna njia mbili. Njia ya kwanza ni njia ya karibu, ni njia ya Wafilisti. Alafu njia ya pili ni njia ya mbali ya jangwani. Alafu Biblia inasema Mungu hakuwapitisha, hakuwaongoza kwa njia ya Wafilisti, ijapokuwa ilikuwa ni njia ya karibu. Kwa nini Mungu hakuwapitisha njia ya karibu? Akawazungusha jangwani huko, na wakati kuna njia ya karibu tu shwa waishaingia nchi ya ahadi. Maandiko yanasema, maana Mungu alisema wasije wakagairi watu hawa hapo watakapokutana na vita wakarudi Misri. Alipokuwa anapima maso zao, anaona hawana nguvu ya kupambana na vita. Alipokuwa anapima stamina zao, anaona bado hawana maso. Akiwaangalia, anaona bado hawana uwezo. Kwa Mungu akasema, hawa watu nitapitisha hii njia ya Wafilisti. Anasema hawa watakutana na Wafilisti, watakutana na vita, watagairi, watarudi. Kwa cha kuwasaidia hawa watu, taongezea muda, nitawapitisha kwenye jangwa, niwazungushe kwanza wapate nguvu, waimarike. Kwa Mungu akawazungusha tu jangwani, kila kisheki anaona bado ni walegevu, they cannot fight, anawazungusha na watengeneza. Kwa hiyo unaweza kupitishwa njia ya mbali kwa sababu ya ulegevu. Hiyo baraka ambayo unaiomba hauna nguvu ya kuimiliki. Nilikwambia hivi, kila lango la baraka linakuja na vita. Sawa? Kila baraka inakuja na vita. Kila kibali kina vita. Kila kuinuliwa kuna vita. Kama hujajipanga upigana vita, don't pray for God to raise you. Usiombe Mungu akubariki kama hujawa tayari. Kama hujawa na kifua kipana cha kubeba mambo, wewe jikarie tu hapo. Kaa hapo hapo. Kila baraka ambayo Mungu anakupa huwa inakuja na vita. Kila kibali ambacho Mungu anakupa kinakuja na vita. Iwe ni cheo kazini, ujue tayari kuna vita hapo. Kwa sababu tunaibanishwa cheo, no, unajua kuna vita nyuma yake. Stand. Kwa sababu ilikuwa ni walegevu, Mungu aliwapitisha njia mbali kwa sababu ya ulegevu. Israeli wangekuwa tayari wamekomaa vizuri, waweza kupigana vita, wangepita njia ya Wafilisti, wakikutana na Wafilisti wakapigana nao, wakawapiga, wakaingia nchi ya ahadi shwa. Lakini Mungu alisema wasije wakakutana na Wafilisti, wakagairi, wakarudi nyuma. Kuna madarasa mengine bila umeshavuka tayari. Hivyo akisema, nasema hili darasa nikimuingiza huyu ataferi hapa. Kwa ngoja nimwache simpandishe darasa hili. Huyu akiingia darasa la 4 huyu hawezi akafaulu NECTA. Kwa ndio mwache darasa la tupambanie darasa la 3 tu. Uregefu unaweza kuongeza urefu wa safari yako. Uregefu unaweza kuongeza mapito yako.